Yeah. So leo nina swali. Swali la nani? Na swali kubwa sana kwa Tanzania au kwa sisi wa Tanzania. Oh. Hichi kitu kimenisumbua sana. Na tulishakizungumzia huko nyuma. Hili swali niseme ni zito sana kwa Tanzania. Kwa hiyo leo Tanzania mtanisamehe. Au Tanzania wewe sio Mtanzania? Si mimi ndo nayauliza. Okay, na mimi ni Mtanzania. Unaweza nikajibu. Usijui kama unaweza kujibu. Okay. Lakini ninaliuliza mimi kama Mtanzania na nasema Watanzania watanisamehe. Lakini wasinielewe vibaya au wakanitranslate vibaya. Sababu najua wengine bado wana uchungu, wana maumivu. Wamepoteza ndugu zao. Kwa hivyo lakini ni vitu ambavyo lazima tuviongee kwa sababu kama tunataka mabadiliko au maridhiano kuna vitu lazima tuviongee. Unajua ukinyamazia kitu ndo kinazidi kukuchimba. Kwa hiyo mimi nataka hili na swali gumu sana. Ni zito, ni gumu, lakini inabidi tujiulize wa Tanzania. Ambao ni msingi sana. Baada ya tarehe 29 yani hili swali inabidi tujiulize. Nafikiri kama unavyosema jipu ukilipamba au jisaidie lazima ulitumbue. Naomba nisipotoshwe lakini upotoshwe na nani sasa? Unaongea na mdomo wako. Yani lazima translate vibaya. Na huwezi kuzuia mtu kutranslate lakini the truth inabaki the truth. Kwa mimi na swali la msingi sana. Na hili swali linahusu thamani ya Mtanzania. Utu wa Mtanzania. Kwamba una thamani gani? Na utu wa Mtanzania una thamani gani kwa kulinganisha na kifo au kupoteza uhai wake? Kwa sababu gani nasema hivi? Yani hichi kitu kinanitatiza sana. Unajua ni rahisi kumnyoshia mtu kidole lakini kumbe wewe unakifanya kitu hicho hicho. Sijui umeelewa? Ni rahisi kupoint finger mtu mwingine wakati wewe unafanya kitu hicho. Kumbe yule mtu ni Mtanzania kama wewe na unachokiona kwake ni reflection ya matendo yako wewe pia. Na mimi nakuongezea ukinyoosha kidole ni kimoja, vitatu vinakuangalia wewe. Sasa mimi swali langu au kitu ambacho kinanisumbua kwa kweli ni kwamba sisi wa Tanzania Watanzania wote, Waislamu, Wakristo, sijui ACT, CCM, kafu wote. Ukishasema Watanzania jamani ni wote, hata wasiokuwa na dini, wasiokuwa na vyama, sisi wote tunaoishi humu ndani ya nchi wote ni Watanzania. Kwa kawaida yetu mtu akiwa amefanya uhalifu kuwa tunamuuaga. Tunazungumzia wizi unaotokeaga vibaka, wanachoma na vitu kama hivyo. Tunawachoma moto, tunawaua. Wanakatwa na mapanga, wengine wanapigwa mpaka wanakufa. Na hiyo ni kama kitu cha kawaida. Hicho ni kitu cha kawaida kwenye jamii yetu. Okay. Hiyo iko hivyo. Si umeelewa? Mwizi akiiba mtaani, hata kama kaiba sabuni, kaiba kuku, akiitwa tu mwizi, akiitwa moto. Unaona wengine mpaka hawajaiba lakini kwa sababu labda sijui kachukua mwanamke wa watu au mke wa watu, wanaitwa wezi, wanauawa. Juzi ya MC Pilipili kapigwa kauawa, hatujui sababu ni nini. Swali langu sasa ni kwamba kwa nini thamani ya watu utofautiana wakati thamani ya uhai ni ile ile? Kwa sababu gani hawa watu tunawaua mtaani kwa sababu wameiba? Hatuwapeleki polisi, hatuwapeleki mahakamani. Na sheria haisemi hivyo, si ndio? Kwa uhalifu. Na mara nyingi kimbilio la watu limekuwa ni polisi. Polisi ndio wanakuwa wanaokoa vikosi vyetu vya ulinzi. Sio, umeelewa? Yaani mwizi usalama wake akiiba ili asiuawe anakuwa anakimbiliaga wapi? Polisi. Lakini leo hii na wao wanaokolewa. Na wanaokolewa na polisi. Leo hii tarehe 29 kumetokea uhalifu na vurugu. Katika uhalifu na vurugu kuna baadhi ya watu ambao walikuwa wanaiba. Wanaharibu mali za watu. Si ndio? Baadhi yao hawa aidha wamepoteza maisha. Kwani thamani ya watu inatofautiana na wale ambao tunaua mtaani? Okay, labda swali langu pia ni kwamba
wale tunaowaua mtaani, kwani ni sahihi kuwaua mtaani? Ndo narudi mimi, ndo maana nauliza swala, kwa sababu kama tumeamua sisi wa Tanzania, ile swala langu katika tarehe 29 kuna watu ambao ni bahati mbaya hawakuwa kwenye zile vurugu, hawakufanya uhalifu wowote, hawakufanya wizi wowote. Lazima tukubali hicho kitu. Kuna watu ambao hawakuhusika, lakini kwa bahati mbaya siku ile kimewakuta na wao wakadhurika. Nimemsikiza waziri mkuu ameongea vizuri kwamba kwenye vurugu lazima kutakuwa na changamoto. Kuna watu walikuwa tunafahamu, kuna watu walikuwa kwenye risasi zimepenya madai kwa madai, sijui zime yani kwenye vurugu. Ameongea vizuri sana kwenye vurugu. Sasa tukisha kwenda kwenye vurugu lazima changamoto kama hizo za watu kupoteza maisha zitokee. Sasa shida yangu mimi, nataka tubaki kwenye swali langu la leo, ni kwamba kuna wahalifu wa tarehe 29 walichoma vituo, waliiba mali za watu. Kwa hawa baadhi yao walipoteza maisha, si ndio? Au hawajulikani walipo. Thamani yao hawa ni kubwa kuliko hawa tunawaua mtaani kila siku kwa sababu wameiba, kwa sababu uhalifu ni ule ule, wizi ni ule ule. Okay, kwa hiyo maana yake point yangu hizi za ujibu vizuri. Kama Tanzania tumeamua atufuati sheria, yani hakuna rule of law, hatujaamua hivyo. Sasa subiri, ndo point yangu nenda huko. Kwa sababu tunapofanya maridhiano sasa lazima tukubaliane wote. Hatujaamua kama hivyo. Tumeamua mtaani atufuati sheria, tunaua wawezi, si ndio? Nafikiri sio, hatujaamua hivyo, na wanaofanya hivyo sio wote. Sasa ndo point yangu narudi pale, kwa sababu sasa hivi allegedly, naomba niseme allegedly kwamba kwa sababu hichi kitu ni cha tuhuma, vikosi vyetu vya ulinzi vinatuhumiwa. Kuna watu wako jela wengi kwa ajili ya tuhuma za wizi. Kwa hiyo hawachomwi moto. Lakini ambao wamewaishwa kwa polisi. Ukiwaishwa kwa polisi au polisi wakiingilia hauwawi. Mimi nafikiri kuna watu wanajua kabisa kwamba ukimkamata mwizi unampeleka kwenye vyombo vya sheria. Lakini kuna wengine ambao wao wanachukua sheria mkononi. Watu. Kwa hiyo hapo pia. Point yangu ni kwamba leo hii allegedly tuna wahalifu ambao kwenye ile siku wamepoteza maisha au hawajulikani walipo. Lakini leo hii allegedly shutuma ni kwamba wanasema sijui polisi au kuna watu walikuwa na shuti watu, wamewashuti hao watu. Sasa swali langu ni kwamba kwani thamani ya maisha ya wahalifu hawa wanaotubia kila siku mtaani tunawaua ni tofauti na wale wahalifu sikio walioenda asili labda wakachoma maduka ya watu au wakaiba katika hilo tukio? Kuna tofauti, kwa sababu tusiwe leo tunanyooshea mikono uuaji wa watu, lakini tunaufanya sisi wenyewe. So mimi nafikiri kwa sababu hawa sio chama chochote, sio dini yoyote, ni Watanzania wote kwa jumla tunafanya hivyo vitendo. Yani sasa hivi wewe hapa akikutiwa mwizi umeuawa. Yani niseme salama yako kwa kuna polisi. Bado narudia, sio watu wote ambao wanachukua hatua sheria mkononi. Asilimia kubwa wezi wanauawa mtaani. Wengine wanawapeleka polisi, ndio maana wako jela. Asilimia ndogo sana. Asilimia ndogo sana. Yani tukubaliane hicho kitu. Wewe utakataa, lakini asilimia ndogo. Mimi sikatai, nasema kuna aina pande mbili. Kuna wale ambao watachukua watu wapeleke kwenye hatua za kisheria, lakini kuna hao ambao watachukua. Lakini asilimia kubwa wezi Tanzania wanafia kwenye matukio. So mimi nafikiri kuna kitu waziri mkuu amekiongea. Kama waziri mkuu umeelewa swali langu kwanza. Maana unaenda kwa waziri mkuu. Issue yangu ni kwamba swali langu ni kwamba thamani, kwa sababu tusio kwamba kuna watuhumiwa wengine, wahalifu wengine wanaonekana wana thamani kuliko wengine, wakati tendo ni lile lile. So mimi nafikiri labda nitoke kwa waziri mkuu niende kwenye Biblia. Kwamba mimi naamini ndio maana Mungu akatuelekeza kwamba tutii kwanza mamlaka, na jambo lingine kubwa zaidi, kama kuna changamoto zozote, neno la Mungu linatuelekeza kufanya maridhiano, kutafuta hizo haki kwa njia za amani, kwa sababu usipofanya kwa njia ya amani, njia nyingine ndio hizi ambazo Mungu tayari alishajua zina madhara. Weza mtu kaiba, usipotafuta mwafaka kwa njia sahihi ya kwenda kwenye vyombo vya haki, lazima atauawa. Kama ni machafuko na vurugu zimetokea kama zilizotokea tarehe 29, ni kinyume cha kutii mamlaka. Maana yake hatukutii mamlaka, tulielekezwa kaeni nyumbani. Hatujataka kukaa nyumbani. Kwa hiyo kama tumetoka, nini kitatokea? Ndio maana tumepewa tahadhari na vitabu vitakatifu kwamba tii mamlaka. Why? Kwa sababu usipotii, hata kwenye jeshi la polisi kuna ule msemo unasema tii sheria bila shuruti. Ina maana usipotii sheria bila shuruti utashurutishwa. Sasa mimi ishi yangu, yani swali langu umeongea vizuri kabisa, uko sawa. Ni kwamba leo hii tunavituhumu vyombo vyetu vya ulinzi, au tunasema kuna baadhi wanasema vyombo vya ulinzi ndio vimefanya matukio. Lakini
wauaji wa kwanza wa wahalifu ni sisi wenyewe wa Tanzania, sio vyombo vya ulinzi, kwa sababu tunawaua mtaani. Tena mwokozi wa wao wahalifu ni vikosi vyetu vya ulinzi. Vikitokeaga wao ndio vinawaokoa. Sio, umeelewa? Wahalifu wanauawa mtaani na sisi. Wezi wanaoa sisi kila sehemu Tanzania. Mwizi kauawa. Lakini kwa hiyo narudi pale ndio maana sheria kuu ambayo hata serikali zote duniani zimekopa sheria hiyo kutoka kwenye kitabu kitakatifu Biblia. Usiibe, kwa sababu ukiiba consequences zake ndio hizo. Huwezi kusema naiba alafu watanipeleka polisi. Wengine hawatakupeleka. Sasa mimi ishi yangu ndo nasema kama ndio hivyo. Kwa nini tunakuja kwa wewe unachouliza ni kama unataka kuangalia ulipoangukia badala ya kuangalia ulikojikwaa. Mimi sizungumzii yuko kote, ninachozungumzia kama Tanzania huku mtaani wahalifu tunawaua. Kwa nini wa 29 ambao waonekana potea ambao walifanya uhalifu wao wana thamani kuliko hao wengine? Kwa sababu hata hao mtaani tunawaua wezi, wana ndugu zao, wana thamani, wana utu wao. Hakutakiwa kuuawa mtaani. Manake wewe mtaani ukijulikana umemuua mwizi, unatakiwa kuchukulia sheria pia. Yule ana ndugu zake, ana utu. Changamoto yake ya kwanza kuiba mwizi, anatakiwa apeleke polisi au mahakamani afungwe. Na ndio hapo shetani anapoendelea kutufunga na kutufanya tuhangaike sasa na matokeo. Lakini hatuendi kwenye chanzo. Ni sawa. Yani uko sawa. Ni matokeo tu. Mimi naizungumzia wewe umeshakiuka utaratibu ambao usiibe. Kwa hiyo ukiiba kuna mambo yatakukuta. Sasa mimi ninachokizungumza. Umeambiwa usifanye fujo. Ukifanya fujo sasa matokeo yale huwezi kusema kwa nini haikuwa hivi, kwa nini singefanyika hivi. Umeshaambiwa usifanye fujo au usiibe. Manake utakapofanya kile kitendo ambacho umekatazwa na neno la Mungu lenyewe limekuelekeza tii mamlaka au tafuta haki kwa njia za amani. Wewe hutaki hizo njia za amani, unataka njia za vurugu. Then yatakayotokea ni mambo ambayo yani wanasema ni mambo ambayo unaweza kubashiri kwamba haitakuwa mambo mazuri. Hayatakuwa mazuri. Ndio maana nilikuwa nasema waziri mkuu ameongea vizuri sana kwamba hakuna mambo mazuri kwenye vurugu yanayotokea. Hayapo. Mimi nachotaka ambacho na wanaoiba pia hatuwezi kusema kwamba kwa nini wanachoma moto. Kama mtu ameamua kuiba, matokeo ya wizi kama atasalimika kupelekwa polisi asipochoma moto, lakini bado mkono wa sheria utamkuta. Lakini yani matokeo ya dhambi, mshahara wa dhambi tunaambiwa ni mauti. Ni mauti, sawa. Lakini point yangu ndo narudi kule kwamba mimi sina shida na matokeo. Issue yangu ni kwamba kama tumeamua mtaani, kama yani point yangu kubwa ni kwamba sisi wa Tanzania katiba yetu ya Tanzania tunaua watu. Sisi kama wa Tanzania tumechagua utawala wa sheria. Kwa hiyo kama watu hayo yanayotokea ni kwa sababu ya kutokufuata utawala wa sheria. Ni tamaduni zetu. Za nini? Tamaduni zetu za Watanzania, mtu akiiba mwizi akiitwa mwizi anauawa. Hiyo ni kacha. Kwani kacha nini? Unafikiri kacha mpaka yaandikwe kwenye vitabu? Ni kacha. Kacha yetu wa Tanzania, mtu akiiba tunamuua. Sasa mimi issue yangu ni kwamba kwani hao wezi wana class? Kuna watu wako jela jamani, wameiba wako jela. Hawajachomwa wote. Wezi wengi wanauawa mtaani. Ndio hiyo sasa kwamba sasa ndio maana yani point yangu ndio jela. Point yangu ni kwamba tusiweke thamani ya kwamba wahalifu wa 29 wao labda ni ndo walindwe tofauti na ambao tunawaua mtaani. Kuna mtu mtaani, umeona, kuna mtu mtaani kaiba simu, kaiba fulana, ameuawa. 29 kuna watu wamefanya uhalifu, wameiba vitu. Hatuwaoni. Lakini leo hii kuna watu, mimi narudia tena, maneno yangu sijakagezwa, nisizungumzie watu ambao ile 29 amewakuta bahati mbaya wakapoteza maisha. Nazungumzia watu ambao walikuwa wanafanya uhalifu 29. Na kuna watu wengi ambao hawakuwa na hiyo intention ya kwenda kwenye vurugu, wameathirika. Watu wengine biashara zao waliokuwa wanaiba 29 ambao wamesababisha usumbufu kwa watu wengi ambao sasa hao mimi ndo nasema hawa watu thamani yao haina utofauti na hawa mtaani tunawaua. Kwa hiyo point yangu ni kwamba sisi wa Tanzania wote sisi wenyewe ni wauaji. Hicho kitu hatutaki kukubali. Watanzania wengi tunaua vijana wetu wakiiba mtaani, hatuwapeleki polisi. Leo hii hao wahalifu wamepoteza maisha yako au wameuawa na watu ambao hatuwajui sisi, si ndio? Kwa nini leo hii hichi ndio bendera kubwa? Kwani hao wengine tunao mtaani hawana thamani? Utu wao hutaki kuheshimiwa? Kuiba adhabu yake sio kifo kwa sheria za Tanzania.